Dini ya kweli ni nini? Hilo ni swali la kuvutia kwa sababu kuna dini nyingi sana leo. Acha nikushirikishe kisa cha kweli. Kulikuwa na meli iliyoitwa Titanic na ilikuwa meli kubwa zaidi kuwahi kujengwa wakati wake. Watu waliamini kuwa Titanic ilijengwa vizuri sana, ilitengenezwa kwa ustadi na ilikuwa imara kiasi kwamba hakuna kitu kingeweza kuifanya izame au iende chini baharini. Hakuna kitu. Lakini katika safari ya kwanza mwaka 1912, meli hiyo Titanic iligonga jabali la barafu ikapasuka na watu 1,500 zaidi ya 5,000 watu 1,500 walipoteza maisha yao baharini. Watu waliamini meli hiyo na meli hiyo ikazama. Imani yao kwa meli hiyo ilikuwa imekosea, jambo linalonikumbusha kisa kimoja katika Biblia iliyojaa visa vingi. Kama unapenda kitabu cha visa, soma Biblia. Na kulikuwa na nabii katika Agano la Kale. Kuna Agano la Kale, kuna Agano Jipya na kuna nabii katika Agano la Kale. Jina lake ni Yeremia na alikabili tatizo kama hilo kwa sababu watu wa siku zake katika nchi ya Yuda kule Israeli walikuwa wamejenga hekalu la ajabu na zuri kwa ajili ya Mungu. Hili lilikuwa jengo la fahari na zuri zaidi duniani na waliamini kuwa hapa ndipo Mungu alipokaa na kwamba Mungu angewalinda daima kwa sababu ya hekalu hilo bila kujali jinsi walivyoishi. Basi walifanya nini? Walitenga sanamu kila mahali na wakaabudu sanamu badala ya Mungu muumba, wakifikiri, tunalo hekalu. Mungu muumba hatatuacha kamwe. Huo ni mfano mzuri kabisa wa dini ya nje na ya kuonekana, lakini dini ya kweli na ya dhati kabisa yenyewe hutoka ndani kabisa ya moyo wa mtu. Na mwisho wa hadithi hiyo ni kwamba Mungu aliwahukumu na hekalu likaharibiwa. Tunaweza kuwa na dini ya nje. Katika Ukristo, watu huenda kanisani na kufikiri, maadamu naenda kanisani, nimebatizwa au naimba kwaya, ninalindwa. Niko salama. Ninaenda mbinguni. Katika dini nyingine, mna mahekalu yenu, mna sanamu, mnasali mara 5 kwa siku, na mnafanya kila aina ya matendo makuu na ya ajabu na mema. Na haya ni mambo ya nje. Ni mambo ya nje tu. Lakini kile ambacho Mungu anakitaka ni moyo wako. Anataka uhusiano hai na wa kibinafsi na wewe. Na hilo linawezekanaje? Sote tumetenda dhambi mbele za Mungu, hakuna mkamilifu. Sote tumekosea na tunahitaji msamaha, hatuwezi kujiokoa wenyewe. Sisi ni kama mtu anayezama mtoni na hatujui kuogelea. Tunahitaji mtu wa kutuokoa, kutukomboa, na ndicho alichokifanya Mungu. Alikuja kuwa mwanadamu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi bila dhambi. Alikufa msalabani. Kwa nini? Biblia inafundisha malipo ya dhambi ni moja tu, si dini wala matendo yetu mema. Ni kifo kwa njia ya damu. Biblia inasema bila kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi. Alimwaga damu. Wakamvika miiba. Wakampigilia misumari mikono na miguu. Walimtandika kifuani na mgongoni. Wakamchoma mkuki ubavuni mwake. Damu ilikuwa ikimtoka mwili mzima na alikuwa ikilipa gharama ya dhambi kwa niaba yako. Unajua kwa nini? Kwa sababu dini yako yote haitawahi kulipia dhambi zako. Uviwezi pekee utakamilika. Una haja ya kwenda kuzimu utakapokufa. Yesu tayari ameteseka kuzimu kwa ajili yako, na yeye baada ya siku 3 alifufuka kutoka kwa wafu. Yeye yu hai na anataka kuingia moyoni mwako, aishi ndani yako kwa Roho wake, akusamehe dhambi zako. Msamaha
Mungu hatakumbuka dhambi zako tena. Zitaondolewa moyoni mwako na kuwekwa kwa Kristo aliyeadhibiwa kwa ajili yetu. Biblia inasema Yesu anabisha hodi mlangoni pa moyo wako sasa hivi. Wengi wenu mnamhisi na anangoja umfungulie. Msikia akisema, mtu yeyote akifungua mlango nitaingia. Je, utaufungua mlango wa moyo wako? Ukimfungulia Kristo na dhambi zako kusamehewa, utapata furaha ambayo hujawahi kuijua. Na kuambia utapata amani. Utakuwa huru na utajua dini ya kweli ni nini hasa. Ni kumjua Mungu binafsi ndani ya moyo wako. Kwa imani unaweza kumkabidhi Kristo maisha yako. Je, uko tayari kuacha dhambi na dini unayotegemea kwa wokovu na kumgeukia Kristo pekee? Sema, sielewi yote lakini naamini ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka. Sasa naweka maisha yangu kwako. Nitakuamini kama Bwana na Mwokozi wangu. Ikiwa utafanya hivyo, je, utaomba pamoja nami? Sema tu, Bwana Yesu, sasa hivi ninakugeukia wewe kutoka kwenye dhambi zangu na ninajisalimisha maisha yangu mikononi mwako. Ingia ndani ya moyo wangu. Nipe amani. Unisamehe dhambi zangu. Chukua udhibiti wa maisha yangu. Kwa jina la Yesu, amina. Ikiwa umeomba sala hiyo, nataka uniandikie na kusema nimejisalimisha. Niandikie katika sehemu ya maoni, ujumbe au kupitia Gmail. Kwa ministry23@gmail.com. Hakikisha unaniandikia na useme nimejisalimisha. Pia ongeza maneno mengine mawili nijumuishe. Na ukifanya hivyo, tutakutumia ujumbe wetu wa wiki bila malipo. Nina ujumbe kila wiki kutoka na utakufundisha Biblia kama ambavyo hujawahi kujua na itakusaidia kukua katika Bwana. Pia tafadhali kuwa mfuasi au msajili na ushiriki video hii na kila mtu unayemjua. Watu wengi sana, maelfu ya watu wanaitikia, wanaandika na tunawashukuru sana. Asante sana. Jina langu ni Mchungaji Thomas. Na hadi wiki ijayo, kumbuka daima Yesu